kuwa na uhai wetu, na ulituumba kwa sura yako na mfano wako na kwa ajili yako na kwa utukufu wako. Hivyo ni maombi yetu katika kusanyiko letu hili mahali hapa mchana wa leo, kwamba wewe Mungu tukuzwe, wewe uadhimishwe, wewe uabudiwe, wewe uinuliwe katika jina takatifu la Yesu Kristo. Tunaachia mioyo yetu na ibada yetu kwako, Mungu unaishi, tukiomba ya kwamba Bwana utembee katikati ya kusanyiko la watu wako hawa na kufanya yale yaliyo makusudi yako. Tuko tayari kulipokea neno lako. Tunaomba neno hili liseme na maisha yetu. Tunaomba neno hili liguse maisha yetu. Tunaomba neno hili ligeuze na kubadilisha maisha yetu kwa utukufu wako, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen and amen. Amen. Naweza ukaketi, na Mungu awabariki sana timu yetu ya kusifu na kuabudu kwa huduma yenu njema. Karibu nyumbani mwa Baba yako wa mbinguni, ICC Dodoma, Kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kwa wale mnaotufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kutoka kila kona ya dunia hii, Mungu akubariki unapoungana nasi wakati huu wa huduma ya neno la Mungu. Ni maombi yetu kwamba Mungu ambaye yuko mahali pote wakati wote, anafahamu mambo yote, anaweza mambo yote, akutane na wewe na akuhudumie hapo hapo ulipo, katika jina la Yesu Kristo. Na wale wasikilizaji wetu mnaotufuatilia kupitia masafa ya Radio Uzima, karibuni sana. Neno hili linakujia siku hii ya leo kutoka Kanisa la Tanzania Assemblies of God, ICC Dodoma. Mungu akubariki hapo ulipo, na kupitia mawimbi hayo hayo ya redio, Mungu anaweza kugusa, kuponya, kubariki na kubadilisha maisha yako kabisa. Na ninyi mliopo hapa, karibuni tena nyumbani mwa Mungu Baba yenu wa mbinguni. Uko mahali sahihi kabisa, uweponi mwa Mungu wako, na tuko tayari kupokea neno. Sema amina kama uko tayari. Amina. Nitasoma andiko nililosoma Jumapili iliyopita, na ni Yohana 13 mstari wa 34 na ule wa 35. Yesu anasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Nilikuwa ninatafuta hasa hilo neno ninyi kwa ninyi, ama wakati mwingine sisi kwa sisi. Amina. Na ndilo somo letu, mwendelezo wa somo tulilokuwa nalo Jumapili iliyopita. Tuliachia mahali fulani, tunataka kuendelea pale tulipokomea Jumapili iliyopita. Somo hili ambalo tumeliita dhana ya kibiblia ya ninyi kwa ninyi. Dhana ya Biblia ya ninyi kwa ninyi, au waweza hata kusema dhana ya kibiblia ya sisi kwa sisi. The biblical concept of one another. Mara nyingi tunaposoma Biblia, hasa Agano Jipya, tunakutana na maneno hayo, ninyi kwa ninyi. Pendaneni ninyi kwa ninyi. Bebeane mizigo ninyi kwa ninyi. Muombeane ninyi kwa ninyi. Mtiane moyo ninyi kwa ninyi. Tumekuwa na somo ambalo tumeanza mwaka huu mwanzoni ulipoanza. Ninatoa mjumuisho huu wa haraka kwa faida ya wale ambao labda ndio wanafuatilia somo hili kwa mara ya kwanza leo. Mwanzoni mwa mwaka, wakati tunaanza mwaka huu 2026, tulisema tunakwenda kumwamini Mungu kwamba mwaka huu 2026 kwa ajili yetu utakuwa ni mwaka wa muunganiko wa kiungu. Tutamwamini Mungu kwamba atatusaidia kuunganika na yeye, atatusaidia kuunganika na watu wake, atatusaidia kuunganika na makusudi yake, atatusaidia kuunganika na fursa anazotoa yeye, atatusaidia kuunganika na majira yake sahihi, kwa sababu mbele za Mungu kuna majira sahihi kwa ajili ya kila jambo sahihi. Sema amena. Tumeshaangalia sana habari ya kuunganika na Mungu. Wewe umeumbwa na Mungu, umeumbwa kwa sura yake na mfano wake, umeumbwa kwa kusudi lake,
hauko hapa duniani kwa bahati mbaya. Uko hapa kwa kusudi la kimungu kabisa. Lakini ili kusudi hilo la kimungu litimie kwenye maisha yako na wewe upate kufurahia maisha hapa duniani kama vile Mungu anavyotaka uyafurahie, ni lazima uwe na muunganiko na Mungu. Ni lazima uwe na mahusiano mazuri na Mungu. Tukitumia lugha ya leo, lazima uokoke na uwe na Yesu Kristo katika maisha yako. Tumeshazungumza sana habari ya hilo. Yesu anasema ninyi mkikaa ndani yangu nami ndani yenu, anasema tutafanya nini? Tutazaa matunda sana, lakini pasipo yeye sisi hatutaweza kufanya jambo lolote. Kwa hiyo ikiwa kuna jambo unataka kufanya kwenye maisha yako na ufanikiwe kulingana na mapenzi ya Mungu kwa ajili yako, lazima uwe na connection na huyo mbariki ambaye ni Mungu wako kupitia Kristo Yesu mwanae, ambaye alimtuma duniani hata akafa msalabani kwa ajili yetu, ili sisi tusipotee bali ndani yake tuwe na uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, tumjue yeye Mungu wa kweli na wa pekee na Kristo aliyemtuma. Baraka za kweli ziko katika kumjua Yesu Kristo. Baraka haziko kwenye vitambaa vya wachungaji na mitume na manabii, hapana. Baraka haziko kwenye mafuta wala chumvi. Baraka zipo katika kumjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuunganika na yeye. Tumeshaangalia miunganiko hiyo. Tukaenda hatua ya pili. Tukasema njia ya Mungu ni watu. Mungu anapotaka kutenda majambo yake ya baraka. Hebu sema majambo ya Mungu ya baraka. Mungu anakuaga na majambo yake ya baraka. Haleluya. Na Mungu anapotaka kukuunganisha na majambo yake ya baraka, huwa anawatumia watu. Kwa hiyo tukasema sio kwamba tu tunatafuta kuunganika na Mungu, lakini pia tunapaswa kutafuta kuunganika na watu wa Mungu. Watu wote ni watu wa Mungu. Na kwa kuwa Mungu anatenda katika muktadha wa watu, basi tumeshazungumza habari ya kuunganishwa na watu. Na hata tumeshazungumza habari ya tabia tunazopaswa kuwa nazo ili tuweze kukaa katika muunganiko mzuri na watu wengine. Hilo somo tumeshalipitia hapa. Lakini Jumapili iliyopita tukaingia kuangalia mambo ambayo Mungu anatuamuru tufanye ili tudumu katika muunganiko mzuri na watu wengine, ili tudumu katika muunganiko mzuri sisi kwa sisi. Amina. Jumapili iliyopita tuliangalia amri ya kwanza Mungu anatupa, anasema mpendane. Na tumeangalia sana swala la kufanya nini? La kupendana. Si tuliangalia jamani? Amri ya pili Mungu ametupa, anasema tutiane moyo, tuhimizane mmoja kwa mwingine. Tukasema kila binadamu ana mapito yake, na katika mapito hayo anafikaga mahali anavunjika moyo, anashuka moyo, anakata tamaa, atahitaji mwanadamu mwingine wa kumtia moyo. Kwa hiyo Mungu anatuamuru tutiane moyo sisi kwa sisi. Leo tuingie kwenye jambo la tatu ambalo Jumapili iliyopita sikuweza kulifikia, na nilikuambia ninayo 8. Kwa hiyo leo nina mambo 5 ya kupitia pamoja na wewe, na naamini kwa neema ya Mungu leo tutamaliza. Jambo la tatu ama amri ya tatu Mungu anatupa. Amen. Baada ya kutuambia tupendane, baada ya kutuamuru tutiane moyo, leo anatuambia mbebeane mizigo ninyi kwa ninyi. Mbebeane mizigo ninyi kwa ninyi. Vijana wangu wa media, nitahitaji sana msaada wenu, maana nataka nikimbie na somo hili ku display scriptures. Kwa hiyo naomba hiyo Galatia 6:2 iwepo hapo kwenye mbao tepe. Mbebeane mizigo ninyi kwa ninyi. Anasema Galatia 6:2, mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Hebu tulia kidogo hapo, lisikilize hilo andiko vizuri.
kuna namna tunatimiza sheria ya Kristo. Na sheria ya Kristo ni amri ya Kristo. Sheria ya Kristo ni agizo la Kristo. Sheria ya Kristo ni maelekezo ya Kristo. Sheria ya Kristo ni mafundisho ya Kristo. Kuna namna tunatimiza hayo tukichukuliana mizigo sisi kwa sisi. Tunatimiza amri ya Kristo. Hilo ni agizo, sio pendekezo. Mungu hajawahi kukusudia kila Mkristo ama mwanadamu asimame peke yake, apitie magumu peke yake, ateseke peke yake. Mungu amekusudia kwamba unapokuwa kwenye mapito uwe na watu wanaopita na wewe katika kukutia moyo. Moja ya mambo profesa wangu wakati niko chuo cha Biblia alinifundisha, jamani, unajua kuna wale watu Mungu anawaleta kwenye maisha yako, wanaacha kwenye maisha yako kitu kinaitwa impact. Kwenye eneo la kuhubiri, kwenye eneo la kutengeneza ujumbe na kuhubiri. Mimi kuna profesa wangu mmoja anaitwa Dr. McMichael Marekani, aliyenifundisha somo linaloitwa homiletics. Yaani homiletics ni hii habari yote ya kuandaa ujumbe na kuwasilisha ujumbe. Ina art yake, ina ufundi wake, pamoja na mafuta ya Roho Mtakatifu, lakini ina ufundi wake ambao unaandaa ujumbe. Na haitoshi kuandaa, uwasilishe huo ujumbe kwa ufanisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa moja ya mambo yule profesa wangu aliwahi kutuambia darasani na imenigusa sana. Alisema hivi, wewe umeitwa kuwa mchungaji wa watu wa Mungu, na hao watu wa Mungu wanategemea wamuone Mungu kupitia wewe na huduma yako. Na akasema wakati mwingine wanaweza wakawa na maswali ya maisha ambayo wanakutegemea wewe mchungaji uwe na majibu ya maswali hayo. Lakini akatukumbusha, akatuambia ukweli ni huu, huna majibu ya maswali yote ya washirika wako, lakini bado unaweza ukatoa huduma yako ya kichungaji kwenye nyakati za vilio vyao, hata kama huna majibu ya hayo yanayowaliza. Sasa tukakaa kusikiliza vizuri, unawezaje bado ukatoa huduma kwa watu wanaolia na wanataka uwape majibu ya vilio vyao, lakini huna majibu hayo? Unataka kujua yule profesa alituambia nini? Alituambia hivi, kwa kulia pamoja nao, lia pamoja na waliao. Ndio akaingia akatufundisha kitu ambacho pengine kuna wengine mliwahi kunisikia nikisema hapa. Akatufundisha kitu kinachoitwa the ministry of presence. The ministry of presence. Kuna kitu kinaitwa huduma ya uwepo. Yaani kwa kuwa tu kuwa pamoja na yule anayelia unatoa huduma, hata kama huna neno la kumwambia, hata kama hakuna chochote unachoweza kufanya kwa ajili ya masaibu yake, lakini kuwepo tu ni huduma. Kwa hiyo akatuambia, enyi wachungaji, nendeni kwa makundi yenu, mtakuwa hamna majibu, lakini muwe pamoja nao na kulia pamoja nao wakati wanalia. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokujia leo nikikukumbusha agizo hili la Mungu katika maandiko yake kwa ajili yetu la kubebeana mizigo sisi kwa sisi, haina maana kwamba utakuwa na suluhisho la hayo yanayowalemea watu wa Mungu kila wakati, lakini uwe pamoja naye kubeba uzito wa mzigo huo, uwe pamoja naye kulia hayo machozi anayolia, uwe pamoja naye hata kama huna neno la kumpa, lakini uwepo pamoja naye kwenye mapito yake. Hiyo ni huduma, na Mungu ametuagiza tupeane huduma hiyo.
Hivyo kuna mtu ananielewa leo? Mbebeane mizigo ninyi kwa ninyi. Be there, just be there. Kuna huduma inaitwa be there, uwepo kwenye maisha ya mtu huyo. The ministry of presence, huduma ya uwepo. Wakristo tunaitwa na Mungu kupeana huduma ya uwepo. Kila tunapokwenda kwenye msiba wa mwenzetu aliyepatwa na msiba, tunampa huduma ya uwepo. Na kwa namna hiyo tunabebeana mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya mbinu anazotumia shetani kwa ufanisi sana kuwapiga watu wa Mungu ni mbinu inayoitwa isolation, kujitenga. Shetani akitaka kukumaliza anakutenga na watu wengine. Ukiwa peke yako ndio atakuweza. Wangapi mmewahi kumuona simba akiwinda? Hata kama hujamuona, lakini si picha unaona jamani, si zipo tu zimejaga, si tunaziona. Unajua mbinu ya simba huwa inakuwaje? Anawaangalia wale wanyama na ana saikolojia ya kusoma aliye mdhaifu kidogo. Alafu atakaa mkao wa namna fulani ambapo anapowakimbilia atamtenga huyo mmoja ambaye amekusha mlenga atoke kwenye kundi. Akishafanikiwa kumuondoa kwenye kundi, ni chakula chake. Shetani wakati mwingine anatufanyia hayo. Jamani, kuna watu mkiwaga kwenye shida, mambo yamewalemea, yamewafika hapa. Kuna watu mna tabia, mtu akikukaribia, akijaribu kukukaribia katika namna ya kutaka kukutia moyo, na leave me alone, niache mimi sitaki sasa hivi kuongea na mtu, niache, acha kujidanganya. Wakati huo ndio hasa unawahitaji watu. Bwana asifiwe. Wakati wa masaibu na mapito sio wakati wa kukaa peke yako, ndio wakati wa kuchangamana na watu. Madaktari waliosoma mambo ya saikolojia, kuna mmoja nilikuwa naongea naye siku moja, akaniambia watu wenye stress na ambao wakati mwingine kuanza kupelekea kwenye dalili za msongo wa mawazo, ni kuwa discourage sana kuwa peke yao. Unawatia moyo wachangamane na watu, wapige gumzo na watu, wapige story na watu. Hiyo hali ya kuwa katikati ya watu unapiga story na watu inakupunguzia mind yako kufocus kwenye matatizo yako, na hivyo unapata relief, unapata ahueni ya huo msongo wa mawazo unaokuwa nao. Mimi kuna miaka fulani niliishi Dar es Salaam, nikasumbuliwa sana na malaria. Na hii ilifika mahali dawa zote za malaria nilizokuwa natumia kutibu malaria nikitumia hazinisaidii. Yaani in one bout of malaria, yani nikiugua malaria mara moja, ilikuwa common mimi kupitia cycle za dozi ya malaria mara 2-3. Sasa ilifika mahali nikaanza kuona kama nakufa. Mara kadha wa kadha ilifika malaria ile ya kupanda kichwani, cerebral malaria. Unajikuta unaongea tu mambo ya hovyo ambayo hayana maana. Wale walio karibu na wewe ndio wanagundua huyu mtu hayuko sawa, malaria ishapanda kichwani. Nimelazwa mara nyingi. Kwa nikafika mahali nikaanza kujiona kama mimi ni mtu wa kufa tu, wakati wote naweza nikafa. Hiyo hali ni mbaya sana, kwa sababu ikikupata
inakunyang'anya nguvu ya kuwaza mambo mengine yoyote ya maana kwenye maisha yako. Unaanza tu kuwazawaza kusubiri kufa. Mimi sielewi haya mambo yanahusianaje, mimi sina elimu ya kidaktari, madaktari ndio wanajua. Nikaanza kuwa na msongo wa mawazo. Kidogo kidogo nikagundua sitaki kukaa na watu. Napenda, kwa mfano kama siku hamna kitu nafanya, nakaa chumbani mwenyewe tu, humo nimejifungia, nakaa tu. Hiyo hali sasa, hii ndio nasema kwa sababu sina elimu ya kidaktari, sielewi inahusianaje, lakini kanisababishia mchubuko kwenye njia ya chakula hapa kwenye koromeo. Nikawa kama vile nimekuwa na vidonda donda huku kwenye koromeo. Kwa hiyo sasa ikapelekea nashindwa kula chakula, kwa sababu kila ninapomeza chakula inaenda kusugua huko, kama kuna vidonda natoneshwa hapa mahali pa kushushia chakula. Marehemu kaka yangu Samuel, nilikuwa nakaa naye pale Kinondoni, Dar es Salaam, akanipeleka kwa daktari fulani kwenye private hospital. Huyo daktari akaanza tu kuhojiana na mimi. Haja nifanyia vipimo vyovyote, kaongea tu na mimi, nikamweleza hali yangu yote, nikamweleza hofu yangu ya kifo, nikamweleza jinsi ambavyo nimeshakata tamaa na maisha, ni kama nasubiri tu sasa hiyo ya kifo, hiyo siku ya kifo ije. Akanisikiliza. Mimi nikategemea huyu bwana ataniweka kwenye vipimo kadha wa kadha, ataniandikia dawa hii na hii. Huyu daktari alinitazama tu usoni, akaniuliza swali hii: wewe unataka kufa au unataka kuishi? Nikamwambia nataka kuishi. Akaniambia, sasa kama unataka kuishi, fanya hiki ninachokueleza. Kuanzia leo, kwepa kabisa kuwa peke yako. Wewe si una marafiki wewe? Ndio. Ananiambia, sasa huu ndio wakati wa kupiga gumzo na marafiki zako. Tengenezeni hata story ambazo hazipo, ni za kutungika tu, ni za kufikirika, lakini uwe kwenye hali ya mazungumzo na rafiki zako wakati wote. Usikae peke yako. Ukiendelea kukaa peke yako hivi utakufa kweli. Lakini ukianza kuongea na watu, kuchangamana na watu, utapona. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nilichukua ushauri wa yule daktari. Nikaacha hiyo tabia ya kukaa peke yangu. Nikaanza tu kuwa na watu. Kweli baada ya muda, bila hata mimi sijajua imetokeaje, ile hali ya huku maumivu kwenye nini imeisha. Of course malaria iliendelea kusumbua kwa muda. Ndio baadaye, muda haujapita sana, nikapata neema ya scholarship ya kwenda Marekani, ambako nimeishi kwa miaka mingi. Kule hakuna mbu, hakuna malaria. Nikadevelop tena immunity yangu. Nilivorudi nyumbani baadaye kutoka Marekani, malaria haijawahi kunisumbua mimi tena. Mimi nadunda tu kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. What is my point? Wakati wa mapito yako sio wakati wa kuambia watu niacheni. Sio wakati wa kuambia watu sitaki vurugu. Ndio wakati unahitaji hasa vurugu za watu. Maana hicho unachokiita wewe vurugu, ndio namna Mungu ameweka binadamu wengine wachukuliane nawe mizigo yako, mizigo ya kisaikolojia, mizigo ya kihisia. Bwana Yesu asifiwe. Mizigo ya kiroho. Unawahitaji watu wengine wachukuliane pamoja na wewe mizigo ya mapito yako. Acha kusema sitaki watu. Unawahitaji. Inawezekana kweli huwataki, lakini nakwambia unawahitaji. Sema amina kama unanielewa. Unawahitaji.
Kwa hiyo Mungu, kinyume na shetani ambaye anatafuta kututenga na watu, wakati mwingine Mungu anajibu maombi yetu na mahitaji yetu kwa kumtuma mtu mmoja ambaye atakuja tu akaongea na sisi. Wakati mwingine Mungu atakuponya kwa kupitia mikono ya daktari. Huyo ni mtu ametumika kwa ajili ya maisha yako. Wakati mwingine Mungu atakutana na mahitaji yako kupitia watu wengine. Wakati mwingine Mungu atakutia moyo kwa kupitia tu uwepo wa mtu mwingine kwenye maisha yako. Wakati mwingine unahitaji Mungu aseme. Mungu hatasema kwa mingurumo na mipasuko ya miamba. Kabla sijaenda masomoni Amerika, tayari wito wa Mungu ulikuwa juu ya maisha yangu. Na hili limsaidie mtu mmoja ambaye anapambana kuelewa wito wa Mungu. Kitu kimoja mimi nimejifunza kutoka experience yangu, Mungu anapokufanya aware of his calling on your life, anapokufikisha mahali pa kuelewa kuna wito wake juu ya maisha yako, haina maana kwamba wakati huo unaofahamu una wito wa Mungu ndio wakati wa kukimbia kuingia kwenye huduma, hata kidogo. Hata kidogo. Mimi imenichukua tangu siku na andiko alilosema nalo Mungu ninalo mpaka leo. Tangu siku Mungu anasema na mimi kwa habari ya wito, mpaka siku najikuta niko kwenye uchungaji, imenichukua miaka 20. Sisemi na wewe itakuchukua miaka 20. Ninachosema huwa kuna muda wa maandalizi Mungu anakupitisha. Sasa nikueleze tu hili, najaribu tu kuonyesha jinsi ambavyo tunawahitaji watu wabebe pamoja nasi mizigo yetu. Nikaondoka, kabla sijaondoka kwenda Marekani, ni mtu ambaye tayari nilikuwa ninahubiri mikutano ya nje, nitaandaliwa mkutano hapa na pale na hubiri, na Mungu alikuwa ananitumia. Nafanya seminars kwenye makanisa, nilishaanza kuwa kwenye mazingira hayo. Halafu nikaondoka nikaenda Marekani. Nani anakujua Marekani? Nani akupe fursa ya kuhubiri Marekani? Hiyo ikaanza kunisumbua. Miezi mitatu ya kwanza tangu nimeingia kwenye nchi ile, ningelikuwaga na uwezo wa kununua tiketi ya ndege, ningenunua na kurudi nyumbani. Kuna namna fulani ibilisi alinidanganya kwamba nilikuwa ninafanya uyona, kama nilivyokuwa najiambia, ati kwamba mimi Mungu amenituma niende Ninawi, nimekimbilia Tashishi inayoitwa Amerika. Kwa hiyo nikawa ninasubiri tu nimezwe na samaki. Ule mzigo ukaanza kunilemea. Kuna kanisa moja lilikuwa linaitwa Adullam Ministries, sasa hivi linaitwa Grace Community Church, liko pale kwenye mji wa Athens, Ohio. Ndio nilikuwa naenda. Jumatano moja mchungaji amefundisha Bible study, amemaliza. Mimi nilikuwa nimekaa kiti cha nyuma kule. Mchungaji amemaliza, akasema simameni tuombe, tufunge, tuende nyumbani jioni. Tukasimama. Mimi niko benchi ya nyuma kule. Ninasikia tu mchungaji anasema thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Alikuwa anaitwa mchungaji Fortey, Leon Fortey. Pastor Leon Fortey huku anasema thank you Holy Spirit, asante Roho Mtakatifu. Anakimbia, anakatiza hapo, anakuja huko nyuma niliko mimi, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Alikuja pale kwangu akanishika bega namna hii na kufundisha namna unawahitaji watu wakati umelemewa na mizigo. Aliponishika bega namna hii, akaanza kutoa unabii. Huyu mchungaji tangu nimejiunga na kanisa lake, sijawahi kukaa chini nikazungumza naye, sijawahi kumweleza mambo yangu. Lakini sikiliza, ananiambia, na uzuri walitape huo unabii wa mchungaji ninao mpaka leo.
siku nikilemewa na mzigo wa huduma hivi, unajua mpaka leo nawezaga nikalemewa na mzigo wa kuwachunga ninyi, lakini moja ya vitu vinanitiaga moyo ni kurudi kwenye wito wa Mungu wa kujua niko hapa kwa sababu Mungu ameniita. Kwa hiyo moja ya messages zinapendaga kuweka kusikiliza kwenye gari yangu ni hiyo. Yule Pastor Leon Fotei akasema, kama ambavyo mkono wa mtumishi wangu uko juu yako, mkono wangu Bwana uko juu ya maisha yako. Nimekushika na huna mahali pa kwenda. Najua sasa hivi unahangaika ukidhani umekimbia huduma na unataka kurudi nyumbani kwenu Tanzania. Lakini sikiliza, masomo yako hapa Amerika ndio huduma ambayo nimekupa sasa hivi. Soma tena, soma sana, maana elimu ninayokupa hapa utakwenda kuitumia wakati utakapofika nitakapokuinua kuwa nabii wangu kwa watu wa taifa lako. Soma sana, tulia, soma. Hujamwambia mtu mahangaiko yako. Wewe utafikiri utawaza kwamba ni shetani ndio kamtuma kwako? Hapana. Haujapita mwezi tukaenda kwenye mji mmoja. Hapo nilikuwa kwenye mji unaitwa Athens, Ohio. Tukaenda kwenye mji mmoja unaitwa Cleveland, Ohio. Kuna kakazi fulani tulienda kufanya pale. Nikakutana na dada mmoja kutoka Kenya, anaitwa Catherine. Tukaa tunafanya wote na Watanzania wengine na Wakenya wengine, kuna kazi tulikuwa tunafanya. Huyo naye alikuwa na ushuhuda wake wa ajabu. Alishapataga ajali akafa, daktari akacertify kwamba amekufa, akapelekwa mochware, akawekwa kwenye hilo jokofu la baridi. Yule attendant wa mochware wakati anapanga masanduku yake akaona kidole cha huyu dada kinasogea, akapiga simu kwa daktari kwamba nadhani kuna maiti tumeleta hapa, huyu mtu bado yuko mzima, hajafa. Daktari akasema nimesha certify amekufa and she is thoroughly dead. Lakini unajua Mungu akitaka kukuokoa, Mungu si mwanadamu. Yule mortuary attendant akatake risk kwa kushirikiana na nesi aliyokuwa zamu, akamtoa yule dada, wakampeleka huko ICU na akaishi. Sasa unajua ukishakutana na mtu ambaye Yesu amempitisha kwenye mazingira ya namna hiyo, she is crazy for Jesus. Wakati mwingine ninyi kwenye mizani yenu ya kibinadamu mnadhani zimefiatuka hapa, lakini hajafiatuka. Anajua Yesu amemtoa wapi. Sasa tumekutana naye huko Cleveland, Ohio. Tuko wengi, wa Tanzania, wa Kenya, tunaongea na wa Marekani. Na sifahamiani na huyu dada, ndio tumekutana kwa mara ya kwanza. Nikasikia tu akanishika mkono, akaniambia, brother, come with me, I have a word from the Lord for you. Kaka, hebu njoo pamoja na mimi hapa pembeni, nina neno la Bwana kwa ajili yako. Akaanza, Bwana ameniambia wewe ni udongo katika mikono ya mfinyanzi. Acha kutafuta kuteleza, tulia kwenye mikono ya mfinyanzi, akufinyange ufanyike hicho chombo ambacho anakitaka ndani yako. Na mfinyanzi anapofinyanga chombo akimalizaga, kabla hakijaingia kwenye matumizi, anakiingiza kwenye moto. Bwana yuko tayari kukuingiza kwenye moto, lakini ujue anakuandaa uwe chombo chake. Tulia kwenye mikono ya mfinyanzi. Unajua hapo ndipo nilipofutaga mawazo ya kurudi Tanzania eti kwa sababu nimekimbia huduma. Hapo ndipo moyo wangu ulipoanza kupenda shule, na nimesoma kweli kweli, na ndio maana mimi leo ni mchungaji wako. Kwa sababu kuna watu Mungu aliwatumia kunituliza nisitoke nje ya mstari wa mpango wake. Njia ya Mungu ni nani? Nyinyi mnasubiri kusikia sauti za malaika. Mungu anaweza akakusikizisha sauti za mwanao mdogo huyo, lakini ni sauti ya Mungu, kwa sababu Mungu anawatumiaga watu.
Maombi yako yawe, Mungu nisaidie niwe na uwezo wa kuisikia na kuielewa sauti yako, hata inapopitia kwenye chombo ama mdomo wa mtu ambaye hukutegemea Mungu aseme na wewe kupitia mdomo wa mtu huyo. Mungu anasema kupitia watu. Mbebeane mizigo ninyi kwa ninyi. Tuna mfano wa Biblia, Musa mikono yake ilipochoka, Haruni na Huri walipoinua juu kutegemeza mikono ya Musa ili Israeli aweze kupigana vita na kushinda. Angalia maandiko hayo, Kutoka 17 mstari wa 8 mpaka ule wa 13. Bebeane mizigo ninyi kwa ninyi. Kubeba mzigo wa mwenzio inaweza kuwa kumsaidia katika hitaji la kifedha alilonalo, kumsaidia katika hitaji la kihisia alilonalo. Wakati mwingine kuweka tu mkono wako juu ya bega la mtu anayelia na kumwambia pole, unabeba mzigo wake. Hospital visits, kuwatembelea wagonjwa mahospitalini, kumsaidia mtu safiri kutoka hapa na pale. Wakati mwingine ni kumsikiliza tu mtu. Moja ya kitu namshukuru Mungu amenisaidia kwenye huduma yangu ya kichungaji ni uwezo wa kusikiliza, kwa sababu nimefikaga mahali nimetambua kwamba hiyo nayo ni huduma. Hebu mwambie jirani yako, kusikiliza ni huduma. Jana jioni tu kuna mama mmoja alinipigia simu. Jioni niko nyumbani nimekaa. Ni family friend wetu mimi na mke wangu. Anaishi kwenye mkoa mwingine, sitataja mikoa ya watu maana sitaki kureveal identity. Lakini alikuwa na mapito yake. Hivi umewahi kumsikiliza mtu mpaka unasikia joto la simu hapa kwenye sikio? Hello? Jana nilifika hapa. Huyu mama anaeleza hili, anaeleza lile, lakini mimi nilitambua huyu mama leo anahitaji tu huduma ya kusikilizwa. Na si mnajua nyinyi kina mama mnavyojuaga kujieleza? Yaani kabla hujafika pale kwenye pointi E utazungukia pointi C, pointi D, pointi E, pointi F, G, alafu ndio utageuka utarudi kwenye A ambayo ndio ulikuwa unataka kufika. Kina mama oye! Nilimsikiliza mpaka alipomaliza. Yeye mwenyewe akaniambia, mchungaji, pole kwa kukuchosha na maelezo marefu. Nikasema afadhali alitambua. Nikamwambia, mwanangu usijali, najua ulihitaji hilo. Umemaliza? Nimemaliza. Mungu akubariki sana. Nikamwambia yale maneno mawili matatu ya kumtia moyo, lakini pengine yeye jana aliongea 95%. Mimi niliongea 5% tu, 95 nilikuwa ninasikiliza. Na hiyo nayo ni huduma. Kubeba mzigo wa mtu wakati mwingine ni kumpa sikio la kupumulia. Lakini kuna kanuni kwenye huduma hiyo ya kusikiliza. Kanuni inasemaga mambo ya watu unayoyasikia yaishie kwenye sikio lako, yasitoke kupitia mdomo wako. Kwa sababu kiruhusu yatoke mdomoni mwako, yakasikika kwenye sikio la mtu mwingine ambalo halikuhitajika lisikiwe, utaharibu. Utafanya nini? Usiharibu. Mwambie jirani yako usiharibu. Acha kusema mambo ya watu. Mwambie siriba mdomo wako. Mbebeane mizigo ninyi kwa ninyi. Kama vile Haruni na Huri
walivyoishikilia juu mikono ya Musa, na wewe jiulize, wiki hii ni mikono ya nani utaishikilia juu? Amen. Kuna mtu mmoja anasubiri ushikilie juu mikono yake. Amri ya 4 tunapewa na Bwana Yesu katika kuhakikisha kwamba tuna connect vizuri kama wanadamu. Amri ya 4, muombeane ninyi kwa ninyi. Pray for one another. Muombeane ninyi kwa ninyi. Jana wangu niwekeni hapo Yakobo 5:16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Ungamaneni dhambi zenu. Naomba nifafanue kidogo dhana hii ya ungamaneni. Wakati mwingine tunasoma andiko hili kuelewa katika ile dhana ya kwamba nina dhambi fulani nimetenda, kwa hiyo ngoja niende kwa mtu mwingine nikatubu. Ni kweli tunapaswa kutubu dhambi, lakini nataka nikuletee hili kutoka muktadha mwingine, kwamba na najua nakimbia mbele, kuna mahali hasa hii itakuja pale mbele. Unapomkwaza mtu, unapomuumiza mtu, aidha kwa maneno ya kinywa chako, kwa matendo yako, uungwana ambao unadumisha mahusiano ya kibinadamu unakutaka kwamba ukakiri kwa huyo mtu kwamba umemkosea na uombe msamaha. Tutakuja kwenye swala la msamaha sasa hivi. Ungama makosa yako hayo ambayo yamekuwa offense, kwazo kwa huyo mwenzako. Mkifanya hayo, mnatafuta uponyaji kwenye mahusiano yenu. Mtaponywa. Amina. Na tunaambiwa maombi ya mwenye haki yafaa sana, ni effective, yanasababisha matokeo. Mungu anajibu maombi. Maombi yanasababisha vitu vitokee. Maombi yanafungua njia. Maombi yanahamisha milima. Maombi yanaponya majeraha. Maombi yanaleta upatanishi. Maombi yanageuza mawazo ya watu. Muombeane ili mpate kuponywa. Maombi yanashusha mbingu iweze kuathiri mambo ya hapa duniani. Haleluya. Maombi yanamuunganisha mwamini mmoja na mwingine. Kuna kitu kimoja niliwahi kujifunza siku moja kuhusu maombi. Kuna kitabu kimoja nilikuwa ninasoma kuhusu maombi, na huyu mwandishi akawa anaelezea dhana moja ambayo niliipenda sana. Ngoja nijaribu kukushirikisha kwa kadri nitakavyoweza kukumbuka alivyoiweka. Alisema hivi, kila mtu ananisikiliza, kwa habari ya kitu hiki kinachoitwa maombi. Wengi wetu huwa tunadhani maombi yanambadilisha Mungu. Yaani kana kwamba hivi,
eti tunadhani Mungu alikuwa hana mpango wa kunibariki, lakini kwa sababu ya maombi yangu, moyo wake umebadilishwa na maombi yangu, sasa amehiari kunibariki. Hapana. Huyu mwandishi akasema hivi, Mungu siku zote anatafuta kukubariki, lakini hupatikani ili akubariki. Mungu siku zote anatafuta kukuponya, lakini hupatikani ili akuponye. Mungu siku zote anatafuta kukuelekeza kwenye njia sahihi, lakini huna utulivu wa kumsikiliza akupe maelekezo. Sasa akasema hivi, maombi hayafanyagi kazi kwa Mungu. Maombi yanafanya kazi kwetu, yanatu-refine. Sasa refine Kiswahili chake, yani yanatutengeneza tukae mkao wa masafa yale ya kupitiwa na Mungu. Maombi yanakuposition. Maombi ni kana kwamba, pata picha hii ya kwamba kuna mkondo ama mfereji wa matendo ya Mungu huwa yameachiliwa yafurikie maisha yako, lakini wewe uko kando ya mfereji. Unapotenga muda wa kufunga na kuomba, yale maombi yako yanakupanga vizuri, yanakuingiza kwenye ule mfereji wa mafuriko ya makusudi ya Mungu, ili sasa uweze kupitiwa na hayo mafuriko ya baraka za Mungu na mapenzi ya Mungu, kwa sababu umejiweka wewe kwenye hali ya utulivu. Umeituliza nafsi yako, umetuliza mawazo yako. Hata Mungu sasa akiongea, ambaye anaongeaga kwa sauti ndogo ya utulivu, una uwezo wa kusikia hiyo sauti ndogo ya utulivu, kwa sababu umejipanga vizuri. So prayer does more to you, wewe unayeomba, kuliko kwa Mungu. Ndipo sasa huyu mtu akaendelea kueleza, akatoa mfano. Akasema, kwa mfano, kama kanisa mnapokuwa na mahitaji, mchungaji, acha kupiga kelele za kuambia washirika wako, toa ahidi nini, jilipue, toa mpaka paume. Akasema hiyo ni wrong approach. Akasema, weka hitaji pale mbele, ita kanisa, waambie tupatane, tushikane mikono, tuliombee hili hitaji. Akasema, mnapoliombea hilo hitaji pamoja kama kanisa, Mungu anasababisha mioyo ya hao watu wanaoomba, mzigo wa hilo hitaji uanze kuwalemea. Na huo mzigo ukianza kuwalemea, wenyewe kwa hiari yao, kwa kupenda kwa mioyo yao, watakwenda kwenye hatua ya kujiuliza, hivi ni kwa namna gani na kiasi gani Mungu atanitumia mimi kuwa jibu la mahitaji haya tunayoyaombea. Na anasema kwa sababu njia ya Mungu ni watu, na kwa sababu rasilimali za Mungu ziko kwenye mikono ya watu wake, Mungu ataanza kulainisha mioyo ya hawa watu, waachilie vile vya Mungu ambavyo viko kwenye maisha yao, kukutana na hilo hitaji la Mungu. Wangapi mnaamini hiyo ni kweli? Bwana asifiwe. Ndio maana mimi hunisikiagi hapa nikipiga kelele, toa, utabarikiwa mjini, utabarikiwa. Oh, nafikiri siwezi. Nina teolojia ya kutosha kukugilibu nikitaka. Mwambie jirani yako, mchungaji yule anaweza kukugilibu. Sasa usiishie hapo, mwambie lakini amekataa kukugilibu. Atakuambia kweli, hiyo kweli kuongoze kufanya lile unaloona wewe linafaa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya Mungu ni watu. Mimi kweli nikijaga kusikia kuna mtu ananilalamikia na kuninungunikia kwa hali yoyote kwa kazi hii tuliyofanya hapa, sijui kwamba nimekukera, sijui nimekulemea nini, yani ukiwa wewe na nikagundua, na kuomba tu kitu kimoja, jitahidi ufike mbinguni. Maana nikifika mbinguni nitaenda kukushtaki kwa Baba. Mwambie Baba, muulize huyu leo anieleze, maana si tutakuwa kwenye ile hali ambayo mambo yote yanaonekana kwa wazi, kila kitu kinajulikana, si ndio? Hakuna kumuuliza mtu. Kwa hiyo namwambia tu Baba, kwa rekodi hii iliyo wazi hapa,
Hebu naomba mwambie aeleze nimemkwazaje. Nimejifunza namna Mungu anavyofanya kazi na watu wake. Na mimi huwa sijaribu kutafuta kumsaidia Mungu, maana siwezi. Ninyi ni watu wake na anawatumia ninyi. Mimi nawaelekeza tu namna ya kukaa kwenye mazingira ya kutumiwa na Mungu. Utoaji ni ibada. Unapotoa, toa kama unamwabudu nani? Mungu. Hautafuti kumpendeza mchungaji Ole. Mchungaji Ole hana chochote cha kukusaidia kwenye maisha haya. Anakuelekeza tu kwa Mungu awezaye kukusaidia. Kwa hiyo tafuta kumpendeza Mungu. Na kama unajisikia hutaki kutoa, na hilo liko sawa na moyo wako mbele za Mungu wako, usitoe. Ila kama unajisikia hivi nilivyo navyo nimepewa na Mungu, na hii ni kazi yake, na katika sehemu ndogo ya vile alivyonibariki navyo ninaweza nikatoa kwa moyo wa kupenda, ili kazi yake ifanyike, jina lake litukuzwe, injili ihubiriwe, basi kwa moyo wa kupenda na kwa hiari ya moyo wangu mwenyewe ninatoa kiasi hiki nilichoamua. Hiyo ndio ina baraka. Bwana asifiwe. Na mimi ninatamani ninyi washirika wa ICC muwe mabalozi kwenye kila eneo lingine la Ukristo. Waambieni jamani, njia ya utoaji huwa ni hii. Utoaji ni ibada na unatoka kwenye moyo wa kupenda. Sio gilibu za wachungaji. Hivi nimeendaje kwenye utoaji na tuko kwenye maombi? Maombi yanafanya kazi. Nilikuwa ninazungumza habari ya jinsi maombi yanavyotayarisha mioyo ya watu kumtolea Mungu. Amina. Kuna mtu alifungwa na Herode anaitwa Petro, na kibinadamu ilikuwa hakuna namna kabisa huyu mtu angetoka kwenye gereza lile, lakini Biblia inasema kanisa likaomba. Pale Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5 tunaambiwa kwamba kanisa lilikuwa linaomba sana. Vijana wangu wa mida, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Unajua kilichotokea? Kwa kusikia maombi yale, Mungu alituma malaika. Malaika akafungua milango ya gereza. Malaika akavunja minyororo iliyokuwa imefunga miguu na mikono ya Petro. Malaika akamuongoza Petro mpaka kwenye lango kuu la kutoka nje ya gereza, akamwachia aende zake. Petro yuko huru kwa sababu ya maombi. Maombi yanalipa. Mungu anajibu maombi. Maombi yanasababisha mambo makubwa kutokea. Alafu wangapi mmewahi kuomba Mungu anajibu, alafu unashindwa kuamini kama kweli Mungu kajibu? Kwa sababu hili kanisa hili lilokuwa linaomba, Petro anapojitokeza kwenye lango la nyumba waliokuwa anaombea, anagonga. Kabindi kalikomuona anakimbia anaenda akasema Petro yuko mlangoni. Wanasema hapana, haiwezekani kuwa ni Petro, labda umeona mzuka wa Petro. Unajua maombi yangu kwa ajili yako ni nini? Naomba katika jina la Yesu Mungu akujibu. Mpaka unapoona maombi ya majibu ya Mungu, majibu ya Mungu kwa maombi yako, dakika za kwanza utadhani ni mzuka, lakini utakapopikicha macho ndipo utaona ni kweli Mungu amejibu. Na iwe hivyo kwako kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana, yote yanawezekana. Na njia za Mungu sio njia za nani? Sio njia za mwanadamu. Agizo la 5 na dakika 10. Msameheane. Forgive one another. Waefeso 4:32 vijana wangu. Msameheane. Waefeso 4:32, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Hebu niwekea na Wakolosai 3:13. Wakolosai 3:13. Biblia inasema mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo nanyi. Haya, sikiliza. Hapa tunaagizwa
tusameheane. Alafu tunapewa standard, kigezo ama kiwango cha kutumia katika kusamehe kwetu. Ni sawa sawa na vile Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Naomba niulize swali kidogo hapa. Wangapi mnaamini kwamba katika Kristo Yesu Mungu amewasamehe? Nyosha mikono. Naomba niulize swali la pili. Shusha mkono. Naomba niulize swali la pili. Wangapi mnaamini kwamba mlikuwa mnastahili huo msamaha? Nyosha mkono. Hakuna. Kwa hiyo wote tunaamini kwamba tulikuwa hatustahili, si ndio? Basi nisikilize. Popote penye mahusiano ya kibinadamu pana makwazo. Ngoja niseme kwa Kiingereza. Whenever you have human relationships, offense exists. Offense will be there. Kwa nini? Kwa sababu binadamu hawajakamilika. Na kwa sababu hatujakamilika, tutakwazana, tutaumizana, tutaudhiana. Imekaa hivi, utaudhi, utaudhiwa. Utakwaza, utakwazwa. Utaumiza, utaumizwa. Lakini dawa ya hayo yote ni kitu kinaitwa msamaha. Na kusema la kweli, msamaha sio kwa faida ya aliyekwaza, aliyeumiza, aliyeboa, aliyekorofisha, aliyesababisha mtafaruku na kadhalika. Sio kwa faida yule. Msamaha ni kwa faida ya wewe uliyekwazwa, wewe uliyeumizwa, wewe uliyesababishiwa vurugu. Ni kwa ajili yako. Kwa nini? Kwa sababu kila kwazo linaweza kukusababishia na kukuacha na kitu kinachoitwa hasira. Na hasira ikiachwa ikadumu bila kushughulikiwa na kumalizwa haraka, inaingia hatua mbaya zaidi inayoitwa uchungu. Na uchungu unamtafuna yule aliyekwazwa, yule aliyeumizwa, sio yule aliyeumiza au kukwaza. Hasira inaweza wakati mwingine kukupelekea kufanya mambo ambayo katika akili yako ya kawaida usingewahi kuwaza wala kupanga kufanya mambo kama hayo. Kumbe unapomaliza hasira haraka, unajizuilia shina la uchungu. Biblia inasema kwenye Waebrania sura 12. Waebrania 12 mstari wa 14 na 15. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Hasira na uchungu inaweza kukuondoa nje ya neema ya Mungu. Hasira na uchungu haitaishia kukusumbua wewe tu, itawasumbua na wengine, kwa sababu inakufanya kuwa mtu ambaye kwa Kiingereza huwa tunaita toxic person. Toxic person. Kiswahili chake cha reja inaweza ikawa mtu sumu. Yaani kila unapoingia wewe unatia sumu, unatia sumu ya fitina, unatia sumu ya masengenyo, unatia sumu ya hasira. Yaani ni mtu sumu, toxic person. Kwa sababu hujadili na hasira zako. Hakuna anything positive wewe unaongea, ni negative tu.
Hakuna mtu mzuri wewe unamuona, watu unaona wabaya tu, wabaya tu, wabaya tu. Kumbe wewe ndio una matatizo. Ndio maana mtu mmoja akasema unaposamehe. Kuna mwandishi mmoja Marekani nimesoma kitabu chake anaitwa Max Lucado. Max Lucado anasema unapomsamehe mtu ni sawa na kufungua chumba cha jela, kumfungulia mtumwa aliyekuwa humo ndani awe huru. Alafu mara unapofungua chumba hicho ndipo unagundua huyo mtumwa aliyekuwa humo ndani alikuwa ni wewe. Kwa sababu unaposamehe hasira inaondoka, unaposamehe uchungu unaondoka, unaposamehe ghadhabu inaondoka, ndipo unajisikia umekuwa huru. Kumbe kilichokuwa kinakusababisha haya yote ni ile hali ya kutosamehe. Mgeukie jirani yako mwambie samehe kwa faida yako. Mfano wa kibiblia, Yusufu na ndugu zake. Nakumbuka jinsi ndugu zake walivyomuuza kama mtumwa. Kanunuliwa na wale wafanyabiashara wa Ishmaeli, na wakaenda wakamuuza kwenye nyumba ya afisa mmoja wa kijeshi katika nchi ya Misri aitwaye Potifa. Akawa mfanyakazi pale kwenye nyumba ya Potifa, kasingiziwa ubakaji na mke wa Potifa, katupwa gerezani. Lakini Mungu aliendelea kuwa pamoja naye huko gerezani, anatafsiri ndoto za watu. Baadaye anatajwa mbele za mfalme, analetwa, anatafsiri ndoto za mfalme wa Misri, anawekwa kwenye nafasi ya uwaziri mkuu kwenye nchi ya Misri. Wakati wa kipindi cha miaka 7 ya neema ya chakula, anakusanya nafaka, anaweka galani. Ikafuata miaka 7 ya njaa kule Kanaani wanakoishi familia yake na ndugu zake wale waliomuuza. Hakuna chakula, wakasikia kuna chakula Misri, wakafunga safari kuja kununua nafaka Misri. Anayewauzia ni yule ndugu yao waliyemuuza. Mara ya kwanza hawakujua. Mara ya pili waliporudi, Yusufu akaamua kujitambulisha kwao. Wao wakadhani kwamba kwa sababu ya yale waliomfanyia ndugu yao Yusufu, ndugu yao atalipiza kisasi, atawaua. Lakini Yusufu alikuwa mtu wa msamaha. Sikilizeni anachowaambia pale kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 50 mstari ule wa 20. Yusufu anawaambia ndugu zake, ninyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaye Mungu anayegeuza mabaya ya wanadamu dhidi yetu yakafanya mema ya Mungu kwenye maisha yetu. Sina muda ningekupa mifano mingi sana, lakini najua hata wewe unayo kwenye maisha yako. Lakini tunachoambiwa ni kwamba tuwe watu wa msamaha. Amen. Amri ya 6, mtumikiane ninyi kwa ninyi. Serve one another. Hallelujah. Hebu tusome Wagalatia 5:13. Tutumikiane sisi kwa sisi. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Tunaamuriwa tutumikiane kwa upendo. Tukitumikiana kwa upendo, tunadumisha ule muunganiko wetu wa kibinadamu, na tunajiweka kwenye nafasi ya Mungu kutenda zaidi mapenzi yake kwa ajili yetu katika nafasi hizo zetu za mahusiano yetu kibinadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tusome waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari ule wa 10. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari ule wa 10. Kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mungu anagawa karama mbalimbali, na anasema karama hizo tutumie kwa kuhudumiana. Kuna watu Mungu amewapa karama ya uimbaji, wanatumia hiyo karama kutuongoza katika kumsifu Mungu mahali hapa. Amina. Usije ukalogwa ukaniinua mimi mchungaji Ole kuwa kiongozi wa kusifu na kuabudu hapa. Ni wawili tu ndio watakaoimba kwenye ibada hiyo, Ole na Mungu basi. Maana ndio wanawezana hiyo anointing yake ya uimbaji.
Lakini katika hawa wanaoimba hapa mpaka wanatuliza machozi, wengine nikiwaambia wasimame hapa wahubiri kama ninavyohubiri hawawezi. Mungu amegawa karama mbalimbali kwa kila mmoja wetu, na anasema tutumie karama hizo kuhudumiana. Serve one another. Kwa sababu hakuna mwanadamu aliyejitosheleza na kujikamilisha kwenye kila eneo la maisha. Amen. Kwa ili kudumisha miunganiko yetu hiyo ya kibinadamu, tufanye nini jamani? Tutumikiane. Amen. Agizo la 7, mnyenyekeane ninyi kwa ninyi. Humble yourself and submit yourself to one another. Unaweza kusoma Ephesians 5:21. I'm rushing, my time is over. Nataka nimalize hii. Lakini mfano mmoja wa unyenyekevu wa kuwatumikia wengine anatupa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo katika sura ile ya 13 ya Injili ya Yohana, pale anapochukua taulo na beseni na birika la maji, anaosha na kuwatawadha ama kuwanawisha miguu wanafunzi wake. Yeye ndiye aliyekuwa Bwana, wanafunzi wake ndio waliokuwa watumwa. Katika utamaduni wa Mashariki ya Kati wakati ule, ni watumwa ndio walikuwa wanaosha miguu ya mabwana zao. Lakini hapa tunaona Bwana anageuza kibao. Yeye Bwana ndiye anayeshuka, anawanawisha ama anawatawadha miguu wanafunzi wake. Alafu anawauliza swali, mnaelewa nilichofanya? Akamwambia, mnaniita Bwana na mwalimu, na ndivyo nilivyo. Ikiwa mimi niliye Bwana wenu na mwalimu wenu, Rabai, nimejishusha nikaosha miguu yenu, na ninyi mkatendeane hivyo hivyo. Sasa watu wengine kwa kutokuelewa teolojia vizuri, wanadhani kwamba Yesu alikuwa ametuletea huduma ya kuwa na kanisa la kuoshana miguu. Eti sasa mchungaji ole akae pale kwenye lango kuu, mnapoingia ni wanawishe miguu. That was not the lesson. Hilo halikuwa somo ambalo Yesu alikuwa anatembeza. Yesu alikuwa anatembeza somo la unyenyekevu na kuwatumikia wengine. Humility and service. Tunaitwa kunyenyekea na kutumikiana. Cheo chako kisikupandishe pua, nafasi ulionayo isikuinue mabega. Shuka, waheshimu binadamu wote, wathamini binadamu wote. Binadamu wote wana utu, wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Aliyenacho na asiyenacho, wote ni sawa mbele za Mungu. Kwa sababu tu wewe unavaa kisuti chako na kitai chako, unamkuta yule anayeokota makopo barabarani amevaa magunia, unadhani wewe kama binadamu ni wa thamani kama yeye? Hata kidogo. Mna thamani sawa mbele za Mungu. Kinacho watofautisha tu ni opportunities za maisha, fursa za maisha. Tuheshimiane. Tufanye nini? Tena kuna wimbo mmoja leo ningeleta hapa, sijui mngeniona niko mwilini. Mimi kuna nyimbo zingine za kidunia kabisa nasikiliza kwa sababu zina mafundisho. Usinidharau leo kwa vile unavyoniona, kesho ya mtu ni fumbo, maisha anapanga Mungu. Tuheshimiane. Yeye mko mnafikiri siwezi kuimba? Tuheshimiane. Hati tu kwa sababu leo unaniona mimi natembea kwa mguu, wewe unaendesha gari, basi ndio imekuwa nongwa. Kesho ya mtu ni fumbo, ajuaye ni nani? Ndio maana hekima moja ya Kiafrika nadhani inasema hivi: waheshimu watu na uwakumbuke watu unapopanda juu kwenye ngazi ya mafanikio yako, ili hao watu wakuheshimu na wakukumbuke wakati wa kushuka kwako. Maana apandaye atafanya nini? Ingawa kuna mtu mmoja siku moja alikataa ile methali yetu ya kusema aliye juu mngoje chini, akasema mimi si mngoje chini, nampandia huko juu. Ya 8 na ya mwisho, ishi kwa amani na watu wote. Vijana naomba Warumi 12:16.
Neno la Kiingereza pale ni neno harmony, ambayo ni zaidi ya amani. Kiingereza inasema mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na. Hebu naomba unitafutie tafsiri inaitwa neno. Kuna neno natafuta hapo, hii Kiswahili ya zamani hainipi bado. Can you find the neno translation of the Swahili version? Hebu nataka nisikie nasemaje. Kaeni, afadhali hiyo. Kaeni kwa amani ninyi kwa ninyi. Msijivune, bali muwe tayari kushirikiana na wanyonge. I love that. Muwe tayari kushirikiana na nani jamani? Na wanyonge. Wala msiwe watu wenye kujivuna kwamba mnajua kila kitu. Hakuna mtu ajuaye kila kitu. Bwana asifiwe. Sisi viumbe tunaoitwa wanadamu, laiti tungekuwa tunasikiliza mausia ya Mungu wetu na neno lake, tukaamua kutii na kutenda, tungekuwa tunaishi maisha ya amani sana hapa duniani, maisha ya maelewano sana. Kuna ndugu zangu tulikuwa nao hapa ibada ya kwanza, polisi, na nashukuru nimewaona wameshafika hapa. Nitawapa muda sasa hivi wa kusema nanyi. Niliwaambia hapa shida, sasa sijui ni shida au ni neema sijui, lakini niliwaambia wao wana kazi, kwa sababu sisi wanadamu hatumtii Mungu. Tungekuwa tunamtii Mungu, wao wasingekuwa na kazi kama polisi. Wangekuwa na kazi nyingine, lakini sio ya kipolisi. Kwa sababu polisi wangekuwa na kazi gani? Wezi hakuna, wanyang'anyi hakuna, wabakaji watakuwa hawapo, wauaji watakuwa hawapo. Yaani hakutakuwa na mizengwe ya aina yoyote kwenye jamii. Amani tu. Nimewahi kuishi kwenye nchi moja ambayo na wana matatizo yao, lakini kuna vishida vidogo vidogo wameshavishinda. Ninatamani hapa Afrika. Niliishi Amerika kwa miaka mingi. Amerika ukinunua kitu sasa hivi, Amerika vitu vingi unanunua mitandaoni, sio lazima uende dukani. Sasa kuna siku moja niliagiza laptop kutoka Amazon.com. Wakati ule nilikuwa naishi kwenye mji unaitwa Ashland, ninachunga kanisa kwenye mji unaitwa Columbus, Ohio. Naendesha saa 1:30 kutoka Ashland kwenda Columbus, Ohio, na ilikuwa ni hivi: kila Ijumaa nikimaliza ratiba ya masomo, jioni Ijumaa naondoka naenda Columbus. Kwa hiyo nitalala Jumaa kuamkia Jumamosi, Jumamosi yote niko Columbus, Jumapili naamkia na kuwa na ibada na washirika wangu, alafu usiku Jumapili ndio ninarudi kwenda Columbus. Kwenda Ashland. Ile laptop ililetwa hiyo Ijumaa mara tu baada ya mimi na mke wangu kuondoka kwenda Columbus. Wale wakiletaga wanaweka pale kwenye mlango wa nyumba yako, maana kila nyumba ina address, wanaweka pale. I say ile laptop ilikaa pale mlangoni Ijumaa jioni yote, Ijumaa usiku wote, Jumamosi yote mchana na usiku, Jumapili asubuhi na mchana yake yote, mpaka niliporudi Jumapili usiku nikaikuta laptop yangu iko pale pale. Hakuna mtu wa kuiba kitu cha mtu. Ukiacha mlango wazi, hakuna mtu ataingia kwenye nyumba yako kuiba, kwa sababu kuna sheria za nchi na wananchi wamefundishwa kuheshimu sheria. Kwanza utaenda kuuza wapi? Shida huku kwetu kwa sababu kuna wajinga wengine uovu wao ni kununua vilivyoibwa. Mngekuwa hamnunui au wanaoiba wakaibe ili wakauze wapi? Na ndio maana napenda sheria. Ukikamatwa, aliyeiba ndani, aliyenunua ndani, kwa sababu vitendo hivyo ndio vinaendekeza wizi. Haya, simama. Nimeshamaliza kuhubiri. Kama hujapokea kitu, shauri yako. Lakini mimi nadhani nimekuambia ukweli, si ndio jamani? Mungu anataka tuishi jamii yenye amani na furaha na mafanikio. Tunaishi kama binadamu, sio wanyama. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya watu wako hawa. Umetupa kila kitu kwenye neno lako ambalo tunahitaji kwa ajili ya maisha haya.
utusaidie sisi uliotuita kuhubiri neno lako kwa watu wako, tuwafundishe kweli yote, kweli yako Mungu, na wanaosikia wape mioyo ya kupokea na kuyaweka katika matendo ya maisha ya kila siku haya unayotupa, ili maisha yawe na sura ile uliotukusudia pale ulipotuumba. Baba, tunaomba haya katika jina takatifu la Yesu Kristo, amen. Hebu naweza ukaketi. Sasa nimejitahidi kumaliza